mtu ambaye amesajili jina la biashara anafanya biashara, si ndio? Na mtu ambaye amesajili kampuni anafanya biashara. Why kampuni then? Ukisajili jina la biashara, ukisajili na kampuni, vitu vyote vina malengo sawa. Wewe kuwezesha kufanya biashara katika hali ya kisheria, kuwa recognized na mataasisi ya kifedha, kuwa recognized na biashara nyingine na kila kitu. Kuna engo 3 ambazo zinatofautiana kati ya kampuni na jina la biashara. Engo la kwanza ni masuala ya kodi. Kwenye kodi, kampuni inajifanyia assessment yenyewe, ilipe shingapi. Lakini kwenye jina la biashara, lazima uende TRA ukafanyiwe assessment na afisa wa TRA. Kwenye upande wa kampuni, ukishajifanyia assessment, unalipa mara moja kwa mwaka. Lakini kwenye upande wa biashara, lazima ulipe mara 4 kwa mwaka. Kwa advantage hii ni kwamba kampuni inakupa nafasi kidogo ufanye kazi at least mwaka mzima. Mwishoni mwa mwaka ndio utakuja kufanya kitu kinaitwa annual return. Lakini kwenye biashara wanataka kuangalia progress yako kila baada ya miezi mitatu. Sasa progress ya kila baada ya miezi mitatu ni nzuri wala sio mbaya, lakini kwa nature ya ujasiriamali una mabonde na mainuko. Sometimes unaweza kupitia kipindi kigumu ndani ya miezi 6 au 4. Kwa hiyo ukisema unifuatilie kila baada ya miezi mitatu nilipe kwa sababu nimejikadiria, inakuwa ni ngumu. Sometimes mtu anakuwa hana hela baada ya miezi mitatu. Lakini kampuni inakupa nafasi ya mwaka mzima. Kwa hiyo inaweza ikapita miezi mitatu hasara, miezi 4 umetembelea faida, afu kwa ujumla sasa ukija ku finalize kwa mwaka unakuta nimetengeneza pesa. Kwa nini usajili kampuni na sio biashara? Kama unataka kuwa mkubwa kwa haraka na kupata faida hizi, moja, kwenye kodi lazima usajili kampuni ili kupata at least mwaka mzima ndio uje ufanye makadirio. Jambo la pili ni masuala ya liability. Namna gani watu wanakuwa wanachukuliwa hatua, namna gani watu wanakuwa liable. Ukiwa na jina la biashara, wewe unakuwa liable moja kwa moja. Ikicollapse au ukishindwa kufanya chochote kwenye biashara yako, wewe ndio unachukuliwa hatua moja kwa moja. Lakini ukiwa na kampuni, ukifanya mambo yote yanayotokea kwenye kampuni itachukuliwa hatua kampuni. So hiyo inaifanya kampuni kupata more advantages. Alafu cha tatu, namna gani ya usalama zaidi. Kwenye biashara, kwa kuwa utakuwa peke yako, utakuwa huru kufanya biashara mwenyewe unavyotaka, ufunge, uamke, upasue kioo cha TV, ufanye chochote kwenye biashara yako utamuone. Lakini kwenye kampuni ni salama zaidi. Ukiwa na kampuni kwenye biashara ambayo mko kuanzia watu wawili na kuendelea, tunashauri usajili kampuni direct, kwa sababu inakuwa inaweka principles na binding za nini kifanyike na nini kisifanyike kwenye biashara yenu. Na mtapata shingapi, magawio ni shingapi, kuna kitu kinaitwa memorandum and articles of association. Pale mnaandika kila kitu mchanganuo. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kugeuka mwenzake kwenye kampuni, kwa sababu kila kitu kiko written kabla ya usajili wa kampuni. Lakini kwenye biashara hamna kitu ambacho kiko written. Mtasema mtaingia mikataba itakuwa specific. Kwa mfano labda ni magao ya pesa, lakini vitu vingine kwa ujumla kila mtu anakuwa yuko free. So kampuni inakuwa ni sehemu salama zaidi. Kwa mfano kwa kampuni ambayo unajua mimi natamani kufikia malengo makubwa, nataka kufikia mambo makubwa, nataka kukutana na makampuni tofauti na watu wengi tofauti. So kampuni inakuwa jina la biashara kwenye engo hizi 3, lakini faida nyingine zote zitakuwa ziko sawa. Make sure una comment neno usajili ama tutafuta kupitia namba inayoonekana hapa kupata usajili wa kampuni yako.